بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي akifanyia ikhtisari sahih al-Bukhari, tukiwa tupo bado mwanzoni mwa kitabu al-adhan, kitab al-adhan iliyoandikwa kuhusiana na adhana. Qala rahimahullahu ta'ala, nasema Imam Bukhari, babu al-istihami fil adhan, mlango unaozungumzia kupiga kura katika adhana. Babu, mlango al-istihami fil adhan, kupiga kura katika adhana. Kwa maana ya umuhimu wake, lau italazimika hivyo, basi kutokamana na uzito wa adhana itapigwa kura. Kutokamana na umuhimu wa adhana, ikilazimika hivyo, basi itapigwa kura. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، متوم صلى الله عليه وسلم نسيما، لو يعلم الناس، لو wangelijua watu, ma fi nidai, kilichopo katika adhana, katika ujira, thawabu, malipo. Lau ya'lamu an-nasu ma fi nidai, lau watu wangalijua ma fi nidai, kile kilichopo katika adhana, katika ujira na fadhila na thawabu. Was-safi al-awwali, na wangelijua kilichopo katika safu ya mstari wa mwanzo, safu ya mwanzo, katika ujira, thawabu, fadhila. Na wangelijua yaliyopo kwenye mstari wa kwanza. Thumma lam yajidu, kisha wakawa watu hao lam yajidu, hawajapata kuidiriki hiyo adhana, kuidiriki hiyo safu ya mwanzo, illa, isipokuwa wataipata, an yastahimu alayhi, waipigie kura. Ikawa hakuna njia ya kuipata adhana na kuijibu na kuitikia, na vile vile ikawa hakuna njia ya kuiwahi safu ya mwanzo isipokuwa mpaka kura ipigwe. Lastahamu, basi wallahi wangepiga kura, wallahi wangelipiga kura. Kama pangelikuwa hakuna njia ya kudiriki viwili hivi isipokuwa kwa njia ya upigaji wa kura, ikawekwa karatasi katika sanduku, mathalan mfano, kisha atakayechukua ndiyo huyo atakayewahi safu ya mwanzo, au ikapigwa kura ya kuhesabiwa kwa macho hivi, atakayechaguliwa wa mwisho au wa mwanzo ndio atakayeingia kwenye safu al-awwal. Wallahi, mtume anasema lastahamu, watu wangelipiga kura. Pia mtume akasema, walau ya'lamuna ma fi tahajiri, na lau watu wangelijua ma fi tahajiri, kilichopo katika swala ya mwanzo ya dhuhuri au swala ya dhuhuri. At-tahjiru ni awalu nahari, ni ule mwanzo wa mchana ule, saa 7 kasoro, hapo ndio tahajiri. Lau watu wangelijua kilichopo katika ujira na fadhila na thawabu kwenye swala ya dhuhuri, fa kuiwahi mapema, lastabaqu ilayhi, basi wallahi wangeikimbilia hiyo as-safu, wangeikimbilia hiyo as-salatu adh-dhuhri. Lau watu wangelijua kinachopatikana katika ujira wa mwanzo kabisa wa mchana,
akawahi mtu akakaa baada ya kufanya dhikri akaswali akasubiria wakati wa swala ya dhuhuri, basi lau wangelijua ujira unaopatikana hapo lastabaqu ilayhi, wangelikimbilia wakati wa dhuhuri, wangeukimbilia. walau ya'lamuna ma fil atamati, lau wangelijua kile kilichopo katika al-atamati, swala ya isha, lau watu wangelijua thawabu na ujira uliopo kwenye salatu al-isha wasubhi, na vile vile kilichopatikana kwenye swala ya asubuhi, la atauhuma, wangeziendea hizo swala mbili, walau habwa, walau kwa kuburuta miguu, walau habwa, walau kwa kuburuta magoti. Haya magoti basi mtu angejiburuta mpaka kafika msikitini kwa ajili ya kuidiriki salatu al-isha wa salatu as-subhi. Ndani ya hadithi hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam, mahallu shahid, sehemu ya ushahidi wa hadithi hii, lau ya'lamu an-nasu ma fi an-nidai, hapa ni mahallu shahid. Kwa maana katika adhana, kwenye kule kuitikia tokea inavyoanza mpaka ukamaliza, ukasoma dua kwa maana ya kwamba Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, ukaisoma, kisha muda ule ule ukautumia kufanya ibada za dua mpaka ulipofika muda wa sala kwenye iqama. Lau mtu angelijua yanayopatikana katika ujira hicho kipengele tu peke yake, basi njia hiyo kama ingepatikana kwa kura, basi kura zingepigwa ili mtu adiriki hayo yote ambayo yanapatikana katika ujira. Lakini pia vile vile katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha umuhimu wa kuiwahi salatu dhuhur. Salatu dhuhuri inaitwa pia salatu at-tahjir, kwa maana ya kwamba ni wakati jua linapokuwa limeanza kusogea katikati, au jua lipo katika kabidi sama, wakati wa katikati, jua lipo limesimama kwa ukali, joto litakapokuwa limezidi, mtu akawahi katika msikiti akafanya ibada zake akisubiria iqama, lau angelijua yaliyopo hapo, basi watu wangelikimbilia. Na haya mambo mawili ambayo Mtume kayataja sallallahu alaihi wasallam, an yastahimu alaihi lastabaqu ilayhi, maneno haya na ya mwisho hiyo la atauhuma walau habwa, yanathibitisha ya kwamba falyatanafasil mutanafisun, kwenye mambo ya kheri washindane wenye kuweza kushindana. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, Mola wetu pia anatuambia kwenye Qur'ani watu wakimbilie msamaha wa Mola wao. Lakini pia Allah anatuambia katika suratul Hadid, fastabiqul khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah anatuambia kimbilieni, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu. Lakini pia katika hadithi hii pia Mtume anatuambia walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, lau wangelijua yanayopatikana kwenye salatu al-isha na salatu subhi. Salatu al-isha Mtume sallallahu alayhi wasallam ameita al-atama, na jina hili la al-atama pia limethibiti katika hadithi zingine. Mtume aliita salatu al-isha salatu al-atama, na imeitwa salatu al-atama kwa sababu muda mwingine inachelewa mpaka inakwenda wakati ambao ni wa mwanzo wa usiku, watoto wanakuwa wamelala, wanawake nao pia wakuwa wamelala, ikaitwa salatu al-atama. Lakini pia salatu subhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba lau mtu angelijua yanayopatikana kwenye salatu subhi, wa salatu subhi ni swala peke yake ambayo haifai kwa mtu wa adhana. Ni swala ya asubuhi ambayo inayofaa kwa mtu wa adhana kuiwahisha adhana kabla ya muda wake. Swala zote hairuhusiwi kabisa
kutangulia kutoa adhana kabla ya wakati. Sala zote hairuhusiwi kutangulia mtoa adhana kutoa adhana kabla ya muda haujafika, illa isipokuwa salata subhi, sala ya asubuhi. Sala ya asubuhi peke yake ndio swala inayoruhusiwa mtoa adhana akatoa adhana kabla ya wakati wake. Na mwisho pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anasema la atauhuma walau habwa. Ipo hadithi fi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha umuhimu wa salatu al-isha wa salatu subhi, namna swala hizi zilivyokuwa nzito na zilivyokuwa zina ujira, kiasi cha kwamba Mtume alitamani aende akachome nyumba za watu kwa ajili ya watu kuzidiriki swala hizi mbili. Hadithi hii imeishia hapo, lakini katika masala ambayo yanapatikana kwenye hadithi hii pia, au masala yanayopatikana kwenye adhana, ni sunna at-tarji'i na katika shahadataini ambazo tumezitaja juzi kwenye darasa lililopita, ni kwamba indana fil madhhab inafaa kufanya tarji'i kwenye shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah ukaitamka kwa sauti ya chini, na shahada ya pili ukaitamka kwa sauti ya juu. Na vile vile ashhadu anna Muhammad rasulullah inaruhusiwa ukaitamka kwa sauti ya chini na kisha ukaitamka tena kwa sauti ya juu. Wa sunna tarji'u shahadatayhi ay takriru kulli marratayn qabla hayy, yani qabla hayy ala salah. Lakini pia vile vile anaendelea Imam Bukhari anasema babu adhani al-a'ma idha kana lahu man yukhbiruhu, mlango unaozungumzia adhani al-a'ma, adhana ya mtu ambaye ni kipofu. Itafaa mtu aliye kipofu kutoa adhana idha kana lahu, pindi atakapokuwa anaye yeye man yukhbiruhu, wa kumpa taarifa kwamba muda umefika katoa adhana, wa kumkumbusha tayari muda umefika. Mlango huu unathibitisha kwamba inafaa kwa mtu ambaye ni a'ma, kipofu, kutoa adhana kwa sharti ampate yule ambaye atakayemweleza na kumpa taarifa za utoaji wa ufikaji wa adhana, muda wa wakati wa adhana utakapokuwa umefika. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema inna Bilalan, hakika ya Bilali, yuadhinu bilailin, anatoa adhana wakati wa usiku. Hakika ya Bilali anatoa adhana wakati wa usiku. Fakulu washrabu, basi kuleni na mnywe, hatta yunadi ibn ummi maktum, mpaka atakapotoa adhana ibn ummi maktum, ay Abdullah ibn ummi maktum, atakapotoa adhana yeye, ndiyo msitishi na msimame kwenye jambo la kula na kunywa. Thumma qala, kisha akasema, wa kana rajulan a'ma, na alikuwa ibn ummi maktum ni mtu ambaye ni kipofu, la yunadi, hawezi kutoa adhana, hatta yuqala lahu, mpaka atakapokuwa ameambiwa asbahat, asubuhi imeingia, asubuhi imefika. Hadithi hii inataja jambo la mtoa adhana au la watoa adhana. Inna Bilalan yuadhinu bilailin, hakika ya Bilali anatoa adhana wakati wa usiku, radhiyallahu anhu. Na ibn ummi maktum anatoa adhana pale ambapo asubuhi inapokuwa imefika. Wa hadha alhadith, na hadithi hii inatuthibitishia ya kwamba salatu subhi ina adhana mbili. Salatu subhi ina adhana mbili. Adhana ya kwanza ni ile adhana inayopatikana kwa lengo la kuwaamsha na kuwazindua wale ambao na kuwazindua wale ambao wana nia ima za saumu au mambo mengine ya usiku. Kwa maana ya kwamba adhana ya usiku kabla ya kuingia wakati wa salat, adhana hii inatolewa kwa ajili ya kumwamsha aliyelala na kumzindua yule ambaye anayetaka kusimama usiku
na kumzindua pia yule ambaye anayetaka kula daku. Lakini adhana ya pili ni adhana ya Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum ambaye jina lake ni Abdullah, lakini pia ameitwa ni Amr ibn Zaida. Jina lake la pili pia inaitwa Amr ibn Zaida. Adhana yake hii ni adhana pale ambapo wakati wa asubuhi utakapokuwa umeshaingia, wakati wa asubuhi utakapokuwa umeshaingia. Kwa hiyo akitoa adhana hii, anayekuwa ana nia ya kufunga anajizuia na kula na kunywa, ndio wakati wake wa al-imsaka ani taami washarabi, anajizuia na kula na kunywa. Hizi ni sura mbili za adhana ya asubuhi. Lakini pia vile vile katika hadithi hii panataja jambo la adhana, kwa maana ya mtu wa adhana ni lazima awe na vigezo ambavyo vinavyozingatiwa. Mmoja ya masharti ya mtu wa adhana, maarifatul waqti, ni lazima awe najua wakati. Mtu wa adhana ni lazima ajue wakati zote, nyakati za sala tano, kwamba dhuhuri inaingia saa ngapi, asubuhi inaingia saa ngapi, alfajiri inaingia saa ngapi. Ni lazima awe na maarifa ya wakati. Kwa hiyo mtu wa adhana katika masharti yake lazima ajue wakati. Lakini vile vile katika masharti ya mtu wa adhana awe na nia, awe ameweka nia ya kutoa adhana. Bimaana lazima awe na nia yake, au ana makusudio kabisa kwamba mimi ndiye nitakayetoa adhana, nia yangu nikatoe adhana. Innamal a'malu binniyat. Lakini pia katika sharti la mtu wa adhana an yakuna adila, awe ni mwadilifu. Mtu wa adhana anatakikana awe ni mwadilifu katika kuchunga wakati wake, asiupitishe akauvusha wala asiuwahishe. Lazima awe mwadilifu wakati na kati. Baada ya kujua muda huo ndio stahiki, basi atende uadilifu katika kutekeleza hilo. Lakini sharti la nne la mtu wa adhana an yakuna dhakara, awe ni mwanaume. Mtu wa adhana anatakikana awe ni mwanaume, na adhana haitoi ambaye ni mwanamke. Dhakaran, awe ni mwanaume. Lakini pia vile vile katika masharti ya utoaji wa adhana, tathniya, ni kule kuitamka mara mbili mbili, kama tulivyotaja huko nyuma katika madhhab ya Imam Malik rahimahullah. Lakini pia katika makuruhu ya adhana, mambo ambayo yanachukiza kwenye adhana tuliyotaja, anasema al-Imam Abi Yaqub sahib matn al-Kafaf, nasema wa shartuhu ma'rifatu al-waqti an-niyah adalatu dhukurihi wa tathniya wa karihu at-tatriba wa at-tahzina. Ma wanachukia mtu wa adhana akawa na tatrib, adhana yake kama vile nyimbo, akawa na bana mapua yake, anatafuta mawimbi ya sauti mbalimbali. At-tatrib kama vile aina fulani ya mawimbi ya sauti, kubana pua, kutafuta sauti nzuri. Haya ni makuruhu fil adhan. Lakini pia vile vile watahzin ma lam yatafahasha. Lakini pia katika mambo ni makuruhu katika adhana ni tahzini, ni kiwango ambacho mtu anavuka mipaka katika kuvuta zile mada, kuvuta zile mada mpaka mada inavutwa kiwango ambacho hakitakikani kuvutwa. Yote haya hatakikani, bali nasema wa illa haruma, ikiwa wakati mwingine itakwenda mpaka maana inabadilika, ikiwa inakwenda mpaka ile maana yenyewe inabadilika, badala ya kurefusha kusema Allahu akbar ikafikia Allahu akbar, tayari maana ya Allahu akbar imesha badilika. Wa hadha yakunu harama, na hii inakuwa ni haramu. Qala sema babul adhani ba'da al-fajr. Hadithi ya mwisho, babul adhani ba'da al-fajr, babu mlango unaotaja adhana baada ya alfajiri. Baada alfajr, adhana baada ya kuwa alfajiri, kwa maana ule muda wa swala unapokuwa umeshafika. An Hafsa radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Hafsa nasema kana anna Rasulullah kana, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa idha i'takafa, alikuwa sallallahu alayhi wasallam idha i'takafa, pindi anapofanya itikafu. Na hapa sio maana ya itikafu tunayojua sisi. Maana ya kwanza
anapokaa kwa ajili ya kusubiria kuingia alfajiri, an yajlisa intidharan litulu'i alfajr. Ndo maana ya kwanza, alikuwa mtume anapokaa kusubiri alfajiri iingie. Ndo maana ya kwanza ya i'takafa, an yajlisa intidharan litulu'i alfajr, maana ya kwanza. maana ya pili nasema kana idha i'takafa, bimaana pindi ambapo anaposimama mtu wa adhana kwa ajili ya kutoa adhana. idha i'takafa ay idha intasaba almuadhdhin qa'ima, anaposimama mtu wa adhana kwa lengo lil adhan, kwa lengo la kutoa adhana, na hii ni qila. Kwa hiyo kana idha i'takafa, alikuwa mtume pindi ambapo anapokaa kwa ajili ya kusubiria alfajiri ingie. idha i'takafa almuadhdhin lisubhi, anapokaa kwa ajili ya kumsubiria mtu wa adhana atoe adhana kwa ajili ya asubuhi iingie. Wabada asubhu, na ikawa imedhihiri tayari asubuhi kwamba imeshafika ya alfajiri. Akishakuwa katika hali hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallam salla rak'atayn, huswali rakaa mbili, khafifatayn, nyepesi, qabla an tuqama as-salatu, qabla haijakimiwa swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake alipokuwa akikaa akisubiria alfajiri ingie, ayisubiria adhana ya pili itolewe, akiwa baada ameshafanya ibada zake, ametulizana nyumbani. Na ipo hadithi nyingine pia itakuja huko kwamba wakati huu alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yattaji, anajilaza kifudifudi chini hivi sallallahu alaihi wasallam akisubiria iqama. Basi wakati huu anapokuwa amekaa akisubiria adhana ya asubuhi itolewe na kuingia asubuhi, wa baada asubhu, na asubuhi ikawa tayari imeshadhihiri wakati wake umefika, swalla rak'atayn, huswali rakaa mbili, khafifatayn, nyepesi, rahisi, ambazo sio ndefu, bali zinafuata shurut, zinafuata wajibat, zinafuata arkan, lakini alikuwa anazifanyia takhfifan, anazifanyia kwa wepesi, kabla an tuqama as-salatu, kabla haijasimama swala. Alikuwa akifanyia au akiiswali raka hizi mbili nyumbani kwake, na indana na kutusisi kwenye madhhab inaitwa sunnatu raghiba, inaitwa sunnatu ar-raghiba. Ni swala ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam lam yatrukha safaran wa hadara, ni swala ambayo mtume hajawahi kuiacha safarini na vile vile akiwa nyumbani kwake. Sunnatu raghiba hajawahi kuiacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hadithi inathibitisha umuhimu wa swala hizi mbili, bali mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hadithi nyingine ujira wa swala hii sunnatu raghiba, ni kwamba mtu atakayediriki swala hii ni bora kwake yeye kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Katika ujira na upata yeye mwenye kuiswali swala hii nyumbani kwake ni bora, ni mkubwa ujira huo kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo kuonyesha ya kwamba ni sunna ambayo marhubun, imependezeshewa sana katika sunna, miongoni mwa sunna alizokuwa akidumu nazo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada al-adhan, baada ya adhana kwamba alfajiri imeingia, basi inapendeza kwa mtu ambaye kabla haijakimiwa muda ule aswali rak'atayn khafifatayn, kisha akiingia tena msikitini kama pana wepesi wa kuswali tahiyatul masjid, fala mani' fi dhalik. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.